Lakini ukisoma katika kitabu cha Isaya, nawaambia viongozi wangu wa dini, haya ndio wanapaswa kutumia. Kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza na ule mstari wa 20 anasema, lakini mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo kuasi adhabu zake ziko mpaka kwenye Biblia. Kwenye kitabu cha Ufunuo Mungu anasema, na walioasi Mungu aliwafunga, wengine shimoni, wengine vifungoni. Sasa tujiulize maswali. Tunazo magereza kwa sababu gani? Tubomoe magereza basi. Kwa nini mmoja achiwe? Kwa nini leo viongozi wetu wasitoke na tamko wakasema wafungwa wote waachiwe? Wanasema mmoja tu. Mnaelewa maana ya uasi? Uasi ni uhaini. Maana yake unaweza kufanya chochote kwa hiyo serikali. Unaweza, uko tayari kwa lolote. Ndio maana wakati mkubwa anasema tunaasi, yule mdogo wa Arusha anasema kitanuka. Kitanukaje? Ndugu zangu, kwa hiyo tuko hapa kuiambia jamii yetu iwapuuze hawa watu, iwapuuze hawa watu, na hawana nia njema na taifa hili. Lakini ukienda mbele kidogo, nitawakumbusha viongozi wangu wa dini, kwa sababu sisi tunawapenda. Na bahati nzuri mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, ndio dini yangu. Ukiwa kiongozi wa imani, ambacho sisi tulitarajia kama Watanzania, tulitarajia viongozi wetu wataziita hizi pande mbili, yani wataita upande wa serikali na hao wanaolalamika kwamba jamani, kuna nini hapa? Hiki ndicho viongozi wa dini walitakiwa kukifanya, kwa sababu kadhia hii inamuhusu IGP, kwa maana waliomkamata Tundu Lissu ni polisi, wako chini yake. Lakini inamuhusu jaji mkuu, kwa maana anakopelekwa ndiye chief. Lakini inamuhusu rais wa nchi. Tuseme rais alikuwa mbali, viongozi wa dini ninyi wote mnakubali kwamba wanaweza wakamuomba appointment ya IGP, kwamba kuna mambo hayako sawa tuzungumze, akakataa? Wana uwezo wakamuomba jaji mkuu tuzungumze, akakataa? Lini wamemuomba rais? Hivi hamuoni kwamba viongozi wetu wa dini, hata sisi waumini wenu, mnatuchanganya, kwa sababu ni kama mmechagua upande? Nyinyi ni wa kila mtu. Ninawaomba viongozi wa dini, kabla ya kusema aachiwe, kemeeni anayoyafanya. Kama hamwezi kukemea anayoyafanya, uhalali wa ninyi kusema aachiwe haupo. Maana yake sasa tutaruhusu taifa letu, viongozi wa dini wawe sasa wanabaka muhimili wa mahakama. Yani haiwezekani. Kweli nyinyi ni watumishi wa Mungu na Roho wa Bwana amekaa ndani yenu, lakini mamlaka za kuiambia mahakama huyo mwacheni bila masharti, hamna. Watu wa Mungu, hamna. Mlichotakiwa ni kuleta utengamano wa kitaifa. Waiteni viongozi wa nchi, waiteni na hao wanaolalamika, mkae katikati, muwasikilize kwa pamoja. Je, mtu kusema tunaenda kuhamasishana kuasi ni sahihi? Kiongozi yupi wa imani amekemea hilo? Kwa hiyo wezi wa kuku walioko Segerea ni halali, waendelee kukaa gerezani. Lakini mtu anayetaka nchi hii damu imwagike yuko sahihi. Hii sio sawa sawa. Lakini niwakumbushe wazee wangu ninaowapenda sana, viongozi wangu wa imani, katika kitabu cha Tito 3:1, na haya ndio mlipaswa kumwambia Tundu Lissu na genge lake. Biblia inasema uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Uwakumbushe. Ninyi hamuwakumbushi, mnawatetea tu. Kwa hiyo tumesikia matamko mengi yametoka kwa baadhi yenu, na sisi kama waumini tumesikitishwa, kwa sababu mimi binafsi sikutegemea kama siku ya Pasaka Yesu hata hajafufuka vizuri, watu wamehamishia Chadema kanisani. Yani hata hatuja celebrate kufufuka kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Achiwe, 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 achiwe. Aliyoyasema mbona mkemei? Hii ni double standard kwenye taifa. Tunaipeleka wapi dini? Ndio maana nimesema mwenzenu Mtume Paulo alikuwa anasema
Jamani, hii story niliyowapigia leo sio ya Mungu, yangu. Kwa hiyo na ninyi aidha mngekuwa mnamalizia kwamba Tundu Lissu achiwe, asema Bwana wa majeshi, au Tundu Lissu achiwe, huu ni mzuka wangu, pengine tungeelewa kwamba mchungaji naye ana hisia, askofu naye ana hisia, hamzuiwi kuwa wanachadema. Lakini linapokuja jambo la utengamano wa kitaifa, wachungaji ni macho ya Mungu kwenye taifa. Maaskofu, na Biblia inasema askofu asiwe ni mtu mwenye kulaumiwa. Askofu kila muda unalaumiwa wewe, huko. Leo hapa tumeambiwa, kasema mwenyewe Dr. Slaa, chama hiki jamani kina watekaji. Alikuwa katibu mkuu, mgombea urais wa chama hicho. Hamna kiongozi wa dini hata aliyesema Slaa, hebu thibitisha. Leo mtu anasema tutaasi, hamna kiongozi wa dini anasema uasi hautakiwi. Kilichomuondoa shetani mbinguni ni uasi. Watu wa dini hawajui hilo. Tukijibu mnasema hatuna adabu. Hata sisi ni watumishi wa Mungu kwenye nyenzo nyingine. Mamlaka za kinchi ni watumishi wa Mungu.